Hapo ni basi la klabu ya soka ya Simba Sports Club ambayo limewasili hapa katika maeneo ya bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuwapokea wachezaji wao, kikosi chao cha timu ya Simba Sports Club ambacho kinarejea jijini Dar es Salaam wakitokea pale visiwani Zanzibar, ambapo siku ya jana majira ya saa 10 katika dimba la uwanja wa Amani Complex hapo Zanzibar walikuwa na kibarua kigumu, mechi nzito kabisa, mechi ya kimataifa ya kombe la shirikisho kondo nusu finali ya kwanza ya barani Afrika dhidi ya Stellenbosch kutoka pale Afrika Kusini, na dakika 90 za pale Zanzibar zilitamatika kwa Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa goli 1-0, goli la Jean Charles Ahoua. Lakini huku mashabiki wengi wakimlalamikia pia mfungaji huyo Jean Charles Ahoua kutokana na kukosa kwake magoli kadhaa. Nakumbuka katika mechi ya jana Simba Sports Club waliweza kukosa magoli mengi ambao ingeweza kumalizika mechi hiyo kwa ushindi wa mnono kabisa, ambapo lakini siku ya tarehe 27 mechi ya pili inatarajiwa kupigwa tena pale nchini Afrika Kusini katika mji wa Durban kwenye uwanja wa Moses Madiba, ambapo Stellenbosch wao watakuwa wenyeji. Tukumbuke kuwa Stellenbosch wameihamisha mechi hii kutoka katika uwanja wao nyumbani pale wanaotoka katika mji wa Cape Town na kuipeleka mechi ya marudiano nusu finali ya pili ya Simba Sports Club katika uwanja huo wa Moses Madiba pale mjini Durban. Na hao unaona hapo ni baadhi ya mashabiki wa Simba pamoja na wadau mbalimbali wamekuja kupokea kikosi hiki cha Simba. Naona shabiki wa Simba huyu jezi yake inasomeka Omari akiwa mbele kabisa akiwatambia mashabiki wengine kabisa baada ya timu yake jana kuibuka na ushindi wa goli hilo 1-0. Mashabiki wa Simba wengine wamekuwa na imani kabisa kuwa kikosi chao msimu huu kinaenda kucheza fainali, lakini wengine wakisema kuwa kikosi chao hiko cha Simba Sports Club ambacho kina wachezaji takriban 80% wachezaji wapya kinaenda kulibeba kabisa kombe hili la shirikisho, ambapo lakini katika mchezo mwingine jana usiku uliopigwa majira saa 4 nusu finali nyingine ilikuwa kati ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco dhidi ya CS Constantine na kutoka pale nchini Algeria, na mechi ilitamatika kwa RS Berkane kuibuka na ushindi wa magoli 4-0. Kumbuke kuwa RS Berkane msimu huu wako wa moto kabisa katika zile hatua za makundi, walikuwa kundi moja katika kundi lao dhidi ya Stellenbosch, na katika mechi yao ya pale Morocco RS Berkane waliweza kumfunga goli 5-0 huyu Stellenbosch. RS Berkane wako moto kabisa, wanaonekana wanalitaka kabisa ili kombe. Na tukumbuke kuwa hata RS Berkane sio mara ya kwanza, walishawahi kuja hapa Tanzania na kucheza na Simba Sports Club katika dimba la Benjamin Mkapa, wakaweza kufunga goli 1-0, lakini Simba Sports Club walipoenda kule Morocco, Simba Sports Club waliweza kufunga magoli 2-0, na hii ndio Simba Sports Club ambapo inatarajiwa kucheza mechi yake nusu finali ya pili dhidi ya Stellenbosch pale mjini Durban katika nchi ya Afrika Kusini kwenye uwanja wa Moses Madiba. Shari, si petit, uko fresh? Mambo anasemaje? Huyo ni Mohamed Shaba, toa hapa mwanangu. Na mtazamaji wa Truth Media, hao baadhi ya wachezaji wa Simba Sports Club. Huyo ni Ladak Juma Chasambi, naye akishuka hapa akitoka visiwani Zanzibar kwenye mechi yao ya kondo nusu finali ya kwanza iliyochezwa pale visiwani Zanzibar katika dimba la Amani Complex. Huyo ni golikipa namba 2 wa Simba Sports Club Ali Salim, lakini pia Joshua Budo Mutale huyo anakuja, lakini pia Abrazaki Hamza akifuatia nyuma kabisa. Unakumbuka jana Joshua Budo Mutale kwa muda mrefu kutokuonekana michezo ya kimataifa, jana aliingia kipindi cha pili aliweza kucheza, lakini Abrazaki Hamza alicheza vizuri. Lakini huyo ni kocha msaidizi wa Simba Sports Club Suleiman Matola nyuma kabisa, akifuatiwa na Steven Dese Mukwala ambaye siku ya jana aliweza kupata nafasi ya kucheza takriban dakika 80 kwenye mchezo huo.
Lakini kwa mbali kabisa namuona Kibu Dennis Prosper kandaji huyo, lakini pale akiongoza pia akifuatiwa na Lionel Christian Ateba ambaye jana aliingia kipindi cha pili. Wachezaji hao wa Simba Sports Club jana ambao walipata nafasi. Agustin Akajefa kutoka pale Nigeria, kiungo wa Simba Sports Club ambaye jana hajapata nafasi aliweza kucheza, lakini pia Hussein Kazi naye alikuwa miongoni mwa wachezaji wa Simba Sports Club waliosafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar. Tunasubiria wachezaji wengine wakienda kushuka, lakini pia tunamwona coordinator wa Simba Sports Club Abbas huyo, lakini pia tunamwona Ali Awesu huyu naye akiteremka, lakini pia tunamwona Yusuf Ali Kagoma naye akiwa miongoni mwa wachezaji hao wakitoka pale visiwani Zanzibar, lakini pia tunamwona meneja wa Simba Sports Club Reimamu, lakini pia Shomari na Salum Kapombe, pia Hussein Abeli naye wakiteremka hapa, lakini pia tunaona madokta wa Simba nao wakiwa miongoni mwao. Kwa mbali kabisa tunamwona Aishi Salum Manula akija, naye alikuwa miongoni mwa wachezaji waliosafiri kutoka pale Zanzibar kuja Dar es Salaam safari na kosi cha Simba, lakini pia tunamwona fitness coach wa Simba Sports Club Afrika Kusini Valentin Noma, lakini pia Che Fondo Maloni ambaye beki wa Simba Sports Club alikuwa na majira, lakini Kevin Kijiri, pia Fabrice Ngoma naye miongoni mwa wachezaji waliokuwepo pale Zanzibar. Lakini kwenye mechi ya jana pia aliweza kucheza Chamu Kalabwa ambaye jana alishindwa kumaliza dakika zote 90, lakini Mavunga naye na Kevin Mavunga, Musa Pimpin Kamara naye yupo ambaye analinda milioni mitatu. Jean Chale Ahua mwamba huyu hapo huyo ambaye jana aliweza kuipatia Simba goli pekee, lakini pia Edwin Barua, lakini japo mashabiki wanamlalamikia, lakini yeye pekee Jean Chale Ahua ndio aliweza kuipatia Simba hilo goli moja ambalo sasa hivi wanatamba nalo. Wanaenda Afrika Kusini wakiwa na mtaji wa goli moja, wanaenda katika uwanja wa Moses Madiba pale Durban wakiwa na mtaji wa goli moja, lakini pia namuona huyu Duchu naye akiwa miongoni mwa wachezaji wa Simba wanaotokea hapo. Eli Mpanzu Kibisawala mwamba huyu hapa huyu ambaye amekuwa mfalme wa Simba Sports Club sasa hivi analindwa hapo, naona amefanya maajabu makubwa sana ndani ya kikosi cha Simba. Ameingia tu Januari lakini ameshafanya mambo mengi ndani ya Simba Sports Club. Kikosi cha Simba kinaendelea kutoka hapo, tunaona benchi la ufundi wakiendelea kutoka ndani, viongozi pamoja na mashabiki. Namuona kwa mbali kabisa Debra Fernandez Mavambo naye akiwa miongoni mwa wachezaji wanaotoka Zanzibar kurejea Dar es Salaam baada ya mchezo wa kwanza. Kumbuka mchezo wa jana naye alicheza, japo alicheza dakika chache kwa kipindi cha pili, lakini aliweza kuwepo hapo. Baby Mary namuona naye miongoni mwa mashabiki wa Simba Sports Club waliosafiri kutoka Dar es Salaam kwenda pale Zanzibar.